Tuko na mwanzilishi wa kampeni hii hapa, Asili Yetu Festival msimu wa 3 sasa. Changia damu okoa maisha ndo kauli mbiu yao. Atajitambulisha kwa majina yake, lakini atatuambia lengo la jambo hili. Karibu sana. Majina yangu naitwa Abdalla Richard Jacobo, kwa maarufu jina langu la kisanii naitwa Dula wa Domu. Mimi ni kiongozi wa Manyara House of Talent na mwanzilishi wa tamasha hili ambalo sasa tunafanya kwa mwaka wa 3. Umeona? Tamasha hili tulilifanya, mimi ni muhanga wa mtoto wangu pia alipata ajali. Kwa sasa hivi ni mwaka wa 3, alipata ajali akafariki kwa kugongwa na pikipiki. Lakini pia nikaona kwamba tunaanzisha kufanya matamasha mengi ambayo wasanii wanaimba, lengo ni kuibua na kukuza vipaji vya wasanii, lakini nikaona kwamba kuna haja ya kusaidia pia kuiunga serikali mkono kwa kuhamasisha katika matamasha yetu swala la uhamasishaji wa uchangiaji wa damu. Tamasha hili mara kwanza lilikuwa linaitwa Kwetu Festival, na tangia tulivyoanza na mpaka sasa hivi tunaona mwitikio ni mkubwa sana. Watu wanazidi kujitoa, wasanii pia wanachangia damu, lakini pia tunaendelea kuibua na kukuza vipaji vya wasanii. Kwa hiyo tuseme kwamba tunashukuru sana watu wanazidi kujitoa na kupata elimu, lakini tunashirikiana na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa watu kujitoa na madaktari kuungana mkono nasi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara kushirikiana katika tamasha hili. Kwa hiyo tunafanya na tunaanza kuona mwitikio mkubwa sana wa watu ambao wanazidi kuelimika kupitia tamasha hili. Na kwenye tamasha hili linahusisha nini na nini hasa zaidi, na linaitwa Asili Yetu Festival? Tamasha hili Asili Yetu Festival ni jina ambalo tumeliita kwamba litakuwa linafanyika mara kwa mara. Asili yetu sisi kwamba ni kuhakikisha kwamba sisi wa Tanzania sisi ni wamoja, ni wapenda amani na wapenda haki na wenye kujitoa kwa ajili ya kusaidia wengine. Lakini pia kupitia tamasha hili linalenga kuibua na kukuza vipaji vya wasanii, pamoja lengo kubwa kabisa uhamasishaji wa uchangiaji wa damu. Kwa hiyo lina vitu viwili, linaibua vipaji vya wasanii na kukuza, lakini pia lengo kubwa ni uchangiaji wa damu. Lakini pia kupitia tamasha hili pia tunapita kwa wadau. Pia hospitali inatuwezesha kidogo na wadau pia wanatuwezesha kutushika mkono hivyo kidogo, lakini bado tuna matarajio ya kufanya mambo makubwa sana na kupita katika sehemu nyingi kubwa. Kwa hiyo tuombe serikali na wadau waendelee kutusupport ili mradi tuende kufanya jambo kama hili, kwa sababu vijana kama sisi ambao tunaweza kusimama na kujitoa kuweza kuisupport serikali na kusupport jamii ni wachache sana. Umeelewa? Na humu tunatoa elimu nyingi sana. Pia katika humu tunatoa elimu pia nyingi za ukatili wa kijinsia, pia tunatoa elimu, umeona, rushwa, tunatoa elimu, vitu kama hivi tunatoa elimu kuhusu masuala virusi vya ukimwi, tunatoa elimu, mambo mbalimbali ambayo pia tunayasemea kwa jamii kwa ujumla katika mazingira mazuri. Ni msimu wa 3. Kote mnapopita mwitikio upoje? Tunapopita kusema kweli watu wanajitokeza na watu wanachangia damu. Tunapata damu. Yaani kwa mwitikio ukiangalia tunapata damu. Watu wanajitoa na damu. Kwa hiyo ndio kikubwa ambacho tunashukuru kwamba watu wanazidi kuelewa. Skadi tunapozidi kusogea watu wanazidi kuelewa zaidi. Niko na kiongozi pia hapa, atajitambulisha majina yake yeye ni nani, lakini atatuambia umuhimu wa zoezi hili, lakini vile vile kuna uniti ngapi za damu zimekusanywa tangu kampeni hii ianze. Karibu sana. Asante. Kwa majina mimi naitwa Jafet Peter, ninaratibu huduma hizi za damu salama kwa sasa katika hospitali yetu ya mkoa wa Manyara. Kama swali lako ulivyouliza kwamba umuhimu wa kampeni hii, kama tunavyoelewa hospitali ya mkoa wa Manyara ni hospitali kubwa ambayo kwa ngazi ya mkoa inayohudumia wagonjwa wa aina mbalimbali. Na katika kuhudumia wagonjwa wa aina mbalimbali, huduma ya damu salama inahitajika kwa kiwango kikubwa, kwa maana ya kwamba taasisi hospitali zingine za ngazi ya chini rufaa zake zote na hata na halmashauri mikoa ya karibu ni hapa. Kwa hiyo ndio uhitaji ni kubwa sana, na ndio maana tumeungana na kitengo hiki cha Manyara House of Talent kushirikiana kama timu ya wasanii kushirikiana na timu ya wataalamu wa afya ili kuhamasisha jamii kuchangia damu kwa wingi, kuwaokoa wagonjwa wote ambao wamelazwa katika hospitali yetu ya mkoa wa Manyara. Na kampeni hii ya changia damu okoa maisha ambayo inaratibiwa na hospitali ya mkoa wa Manyara kwa kushirikiana na Manyara House of Talent au kwa Kiswahili inaitwa Asili Yetu Festival msimu wa 3, ilianza kuanzia tarehe 3 mwezi wa 5 2025. Kampeni ilianza eneo la Mwada
mtaa ule unaitwa Mbuyuni, kwa wengine wanasema Mbuyu wa Mjerumani. Kwa hiyo tarehe 3 tulikusanya chupa 32 za damu. Kwa hiyo baada ya hiyo tarehe 3, tarehe iliyofuata ni tarehe 10 tulifanyia eneo la Matufa, kata ya Magugu, na pale tulikusanya chupa 31, na baada ya pale tukaendelea kata ya Riroda, na tulifanyia pale Riroda mjini. Pale tulikusanya chupa 28, kwa maana ya kwamba leo hii ndio hitimisho tarehe 1. Of course hii ilitakiwa tufanye tarehe 25 mwezi wa 5, lakini kwa sababu ya changamoto hapa na pale, basi tukaahirisha mpaka ifanyike tarehe 1 ili kuhitimisha zoezi hili. Zoezi ilikuwa, kampeni hii tulikuwa tumepanga ifanyike maeneo 4: Mwada, Matufa, Riroda, na hitimisho ni hapa Galapo tulipo leo. Kwa hiyo mpaka kwa idadi nilizotaja za hizo chupa ni kama chupa 91. Kwa hiyo sisi tunashukuru Manyara, the House of Talent. Hawa ni wasanii wetu wa hapa mkoani Manyara. Kwa hiyo wao waliona umuhimu wa kuchangia damu, wameungana na sisi timu ya wataalamu, kwa maana ya kwamba waliona sio kazi ya wataalamu wa afya tu kuhamasisha jamii ili wachangie damu, ambayo damu ni kitendo cha hiari. Kwa hiyo sasa wengine wakiungana, wasanii kwa sababu wako wengi na wadau mbalimbali wako wengi, tukiungana kwa pamoja kama Manyara House of Talent, tukaendelea kuelimisha jamii zetu za hapa Manyara na majirani, tutawaokoa watu wengi sana, kwa maana ya kwamba hatupendi mgonjwa aje hospitalini akose damu alafu tukamwangalia akaondoka hivi hivi. Kwa hiyo tunawashukuru Manyara ili wananchi waelewe tu umuhimu wa kuchangia damu. Mpaka sasa hivi hizi idadi ya chupa za damu nilizowaambia zilikuwa zinapatikana kwenye taasisi zetu za kielimu kama shule au chuo, lakini kwa kushirikiana na hawa wasanii imeonekana kile ambacho huwa tunapata kwenye taasisi tumepata kwenye jamii. Maana yake sisi tunaona ni maendeleo makubwa sana. Mwanzoni tukienda kwa jamii tukatoa elimu ya kawaida bila kushirikiana na wasanii na wadau mbalimbali, tunapata chupa 12. Kwa hiyo sasa hivi wananchi tunawashukuru pia, na maana naona mwitikio pia ni mkubwa sana. Jina naitwa Idi Hussein Kinanai, ni mjumbe katika kitengo hichi cha Manyara House of Talent na ni mhamasishaji kwenye kitengo hichi. Umuhimu wa kuchangia damu, kwanza tunachangia damu ili kuokoa maisha kwa ajili ya wenzetu ambao tayari waliopata ajali, mama wajawazito wanapokuwa wamejifungua. Ndio maana tumekuwa na zoezi hili tumeanza toka tarehe 3. Tarehe 3 tulikuwa kwa Mbuyuni, tarehe 17 tarehe 7 tukawa Matufa, na tarehe 17 tukawa Riroda. Na kwa mantiki hiyo kwa kweli tumepata mafanikio makubwa. Wananchi wamejitokeza kwa wingi, wanachangia damu. Kwa hiyo hata hapa tunawashauri kana kwa wajitokeza kwa wingi ili basi wachangie damu kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu ambao wako hospitali ambao hawana damu. Na umuhimu wa zoezi hili kwamba zoezi hili uchangiaji damu haiuzwi. Damu inatolewa bure. Lakini kwa sababu tayari kule store hakuna na damu, ndio maana unakuta mtu anapopewa damu mzee mwenzake, kwa hiyo anatakiwa alete damu kiasi cha kana watu kama 3, 4, 5 ili kurepress ile damu. Lakini ukweli ni kwamba damu haiuzwi. Na kote mlipopita mwitikio upoje? Na kote tulikopita kwa kweli mwitikio mzuri, watu wanaitikia vizuri na wanahamasika sana. Na hapa sasa hivi tunaona kama unavyoangalia wananchi, kuna kama wananchi sasa hivi ni kwamba wameitikia
na zoezi la uchangiaji damu linaendelea kama unavyoona hapo kwenye hema letu. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri sana, tunategemea kama tunaweza tukapata damu nyingi za kutosha. Naitwa Daudi Gidish Wonywan, natokea Magugu, kijiji cha Kijameda. Sisi kama wasanii tunaamini kama usanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo tunaamini katika sisi kuna watu wanajifunza kitu. Kwa hiyo sisi kama wasanii tumeamua kujitolea kwa ajili ya kuhamasisha kuchangia damu, kwa sababu kuna watu wanajifunza kupitia sisi.